ndio ushauri wa Mungu. Ndio tutoke. Mitume walitoka na wakawafundisha wengine watoke katikati ya dini. Leo nani wewe ambaye unasema wewe ni mwalimu, unawafundisha tu watu wengine, wewe njoni tu hapa, alafu anaondoka, wanarudi kwenye dini zao za zamani, wanarudi kwenye taratibu wa dini. Wewe umepata wapi maandiko hayo? Umeyapata wapi? Wewe mwalimu unajiita mwalimu wa neno la Mungu. Neno la Mungu lipi? Lipi? Neno la Mungu ndio hili, kwamba watoe watu kwenye dini uwapeleke kwa Yesu. Anasema utawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu. Yesu alifanya kazi ya kuwahamisha watu kwenye dini. Ndio ukiona mchungaji anaonea aibu kumhubiri Kristo kwamba tokeni kwenye dini mumfuate Yesu, huyo ni mwenda wazimu. Huyo ni wakala wa Ibilisi. Ni wakala wa Ibilisi. Wakala wa Yesu atamwelekeza mtu aende kwa Yesu, amfuate Yesu, akae kwenye kweli, achane na mapokeo ya dini katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu choze. Amen. Na angalia Biblia yako katika Wakorinto. Tuone hapo kwenye Biblia yako maandiko yanatufundisha, yanatuelekeza na Biblia inasema tutaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Wakorintho 6 sura ya 6, Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari ule wa 14 mpaka mstari wa 18, maandiko yanasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Wewe unasema umeokoka, uko humo ndani ya walevi. Unasema umeokoka, uko humo washirikina. Unasema umeokoka, uko humo ndani wanaabudu sanamu, wanabusu sanamu. Uko humo watu ambao wamebeba wanaofuata mapokeo ya dini. Nasema kuna ushirika gani? Ndio maana tumesoma katika Kutoka, nasema wala msiambatane na mkutano kutenda nini? Kutenda nini? Kutenda uovu. Amen. Amen. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana ulinganifu gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliali? Pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na ndani yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tuseme kwa sauti, kwa hiyo tokeni kati yao. Hiyo ndiyo hekima ya Mungu. Hiyo ndiyo injili iliyohubiriwa kina Paulo, ya watu kuwatoa kwenye dini, kwenye Ufarisayo, kuwatoa kwenye Sabato, kuwatoa kwenye Uroma, kuwatoa kwenye Uislamu, kuwatoa kwenye Uanglikana, kuwatoa mahali ambapo hawahubiri kweli, kwenye ushahidi wa Yehova. Ndio kazi walioifanya mitume ambao ni wanafunzi wa Yesu. Amen. Amen. Na kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu. Ndio maana unaweza kusikia mtu, mimi ni Mroma. Mimi ni Moravian. Mimi. Paulo anasema kuna Moravian aliyekufa kwa ajili yako. Amen. Anawauliza watu, nyinyi mnasema mimi ni Mroma, mimi ni Mwanglikana, mimi ni MTG, mimi ni Assemblies of Chosen, mimi sijui ni nani. Kuna chosen aliyekufa kwa ajili ya mtu. Amen. Amen chosen. Amen. Kuna Mwanglikana, kuna Anglikana anaitwa Anglikana, huyo ndio aliyekufa kwa ajili yake. Kuna huyo Martin Luther alikufa kwa ajili ya mtu yeyote.
nao waliwakemea vibaya tofauti na sisi. Watu wetu tunajivunia madhehebu. Mimi ni mwafulani, mimi ni wafulani, mimi ni mwafulani, mimi ni mwafulani. Hiyo roho hapa haitakiwi kuonekana katika jina la Yesu. Mwambie mimi ni Mkristo. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Amen. 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 Sisi ni wanafunzi wa Yesu. Sisi ni wafuasi wa Kristo. Sisi ni wa Kristo. Ni wa Kristo. Mali yake Kristo. Tunatawaliwa na Kristo. Tunaongozwa na Kristo. Tunaongozwa na amri na sheria zake Kristo. Ukisema ni mimi ni wa dini fulani, mimi ni wa dini fulani, maana unaongozwa na sheria za dini fulani. Amen. Hekima ya Mungu inatuambia tokeni katikati yao mkatengwe nao. Hao mkatengwe nao. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Tokeni kati yao mkatengwe nao. Asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya Jose. Amen. Haleluya Jose. Amen. Na anasema tutoke katikati. Ukiona machukizo mahali, toka. Hiyo ni dini. Haitakusaidia chochote. Haitakusaidia chochote. Tunaona Yesu anatufundisha jambo fulani. Wanafunzi wa Yesu walipokuwa wanawaalika watu, wanawatoa kwenye dini, wanamwambia njoo, twende ukamuone Yesu. Amen. Twende ukamuone. Mimi amenibadilisha. Mimi amenigeuza. Sio nilijua nilikuwa mlevi. Sio nilijua mimi nilikuwa muhuni. Sio nilijua mimi nilikuwa na matusi. Sio nilijua mimi nilikuwa ni mbaya. Lakini Yesu amenibadilisha. Twende ukamuone. Twende kwa Yesu. Amen. Amen. Amen Jose. Amen. Twende kwa Yesu kamuone. Kwa haraka hebu tuangalie hapo wana wa Mungu. Utaona hapa yote tunaangalia, je, mitume walihama dini? Waliacha? Je, na wao walikuwa na wafundisho watu wengine? Waliwaambia wabaki huko huko kama walimu wahuni wanaosema leo? Kikubwa tu wao wanufaishwe, wapate sadaka na kusanya, maana wanajua hizi hazichunguzwi na mtu yeyote. Yohana sura ya 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya Jose. Haleluya Jose. Na kiangalia hapo samahani ni sura ya kwanza. Sura ya kwanza tuanze mstari wa 25. 29. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu alichukuaye dhambi za ulimwengu. Huyu ni Yesu. Amen. Twende 35. Kwa wakati tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili. Yani wote hawa ukiangalia popote Yesu anawaleta kwa anasema njoni mnifuate, njoni mnifuate. Amen. Akatazama Yesu akitembea, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Wala wanafunzi wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Amen. Amen. Wakafanya nini? Wakamfuata Yesu. Mstari wa 43 na ndio anasema siku ya pili yake kuondoka kwenda Galilaya, naye akamuona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Amen. Sio baki huko huko. Tunaona hii sura yote ya ushuhudiaji wa Yesu.
ya utendaji wa Yesu. Amen. Wote wanasema nifuate, 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 nifuate. Yesu akamwambia nifuate. Naye Filipo alikuwa ni mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamuona Nathanieli, naye anaanza kushuhudia. Amen. Anaanza kushuhudia, anaanza kualika. Akamwambia, tumemuona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanieli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Amen. Filipo anamshuhudia, tumemuona Yesu. Unanifahamu mimi jinsi nilikuwa mlevi, jinsi nilikuwa mwongo, jinsi nilikuwa tapeli, jinsi nilikuwa mwasharati, jinsi nilikuwa hivi niko vile. Sasa nimemuona Yesu, amebadilisha maisha yangu. Nilikuwa naumwa ovyo ovyo. Sasa Mungu Yesu ameniponya tangu nimekutana naye, tangu nimempokea. Mimi ni mzima kabisa. Na waweza neno jema kutokea Nazareti, tuende kwake. Amen. Sio ubaki huko. Ubaki kwenye sanamu huko huko. Hapana. Njoo kwa Yesu.